Kwa wale watoto wa mjini huwaita ejigo, yani watu ambao wamezaliwa kuanzia miaka ya 70 huko 80, 90 kwenda nyuma, na huenda hawa watu wakamkumbuka mwamba huyo hapa. Hasa kwenye filamu ya mwaka 1973 ambayo ilikwenda kwa jina la Enter the Dragon, na ile ya Black Belle Jones ya mwaka 1974 ambazo mwamba huyu hapa zilimtambulisha. Huyu anaitwa James Milton aka Jim Kelly. Huyu ni mwigizaji wa Marekani ambaye alizaliwa Mei 5 mwaka 1946 na alifariki dunia Juni 29 mwaka 2013. Alikuwa mpiganaji wa karate na alitumia ujuzi wake vyema katika miaka 1970. Miaka ambayo waigizaji wa Kiafrika wa Marekani ama wanaoishi Marekani na wadhamini wao walikuwa wanapambana sana kutaka kujenga heshima ya Uafrika kwenye tasnia ya filamu, hasa kutokana pia na kuna ubaguzi wa rangi etc. Kelly alizaliwa Millsburg na alianza masuala ya sanaa na burudani akiwa katika shule ya Bourbon County High School iliyopo Paris, Kentucky, na alikuwa anashiriki katika michezo ya kikapu, mpira wa miguu na riadha. Msanii huyu pia alipitia katika chuo cha Louisville, lakini pia hakumaliza na kuamua kwenda kujifunza mapambano ya kujihami ya karate, mfumo unaoitwa Shorin-ryu, yani mojawapo ya mitindo ya kale zaidi ya karate. Alijifunza chini ya mwalimu Sin Kwan Thi na alijifunza miondoko ya Okinawan chini ya Parker Shelton, Nate Patton na Gordon Doversola. Katika miaka 1970 Kelly akawa mtu maarufu sana katika mashindano ya karate. Alikuwa mtu mweusi nyota wa kwanza kabisa kuigiza kwenye filamu za karate. Hapa tunazungumzia zile ambazo alikuwa ana act marehemu Bruce Lee. Mwaka 1971 Kelly alitoa makombe 4 ya mchezo huo wa karate katika kipindi cha mwaka mmoja. Katika mwaka huo pia alitoa ubingwa wa dunia uzito wa kati katika karate. Baadaye alifungua shule yake mwenyewe, yani dojo, ambayo ilikuwa inatembelewa kila mara na mastaa mbalimbali wa Hollywood. So akaanza kupata ustaa kuanzia hapo. Alimfundisha karate mwigizaji Kelvin Lockhart, na mafunzo ambayo alikuwa yanalenga kumweka sawa na uigizaji wake katika sinema ya Melinda, kama utakumbuka, ya mwaka 1972. Watoto wa sasa hivi wa 2000, of course, movie kuanzia mwaka 2003 na 5 kwenda nyuma, sidhani kama wengi wamekuwa wakiziangalia. Pamoja na uigizaji na uchezaji karate, Kelly pia alikuwa ni mchezaji tennis wa kulipwa, na kabla yake alicheza tennis ya kawaida. Kama mwigizaji, Kelly alikuwa Mwafrika wa kwanza kucheza filamu za kung fu. Aliigiza na Bruce Lee katika filamu iliyofanya vyema ya Enter the Dragon ya mwaka 1973, nafasi ambayo awali ilipangwa kuchezwa na Rowan Tarkington, ambaye aliachia ngazi muda mfupi tu kabla ya kuanza kuigizwa kwa sinema hiyo mjini Hong Kong. Safari ikaanzia hapa. Inasemekana producer Fred alisikia mambo ya Kelly kwenye dojo lake and the karate thing na kwenda katika ofisi zake kumuona, na kisha akampenda na kuamua kuingia mkataba na yeye. Filamu nyingi za Kelly ni zile ambazo zilimuonesha kwamba ni Mwafrika, Mwamerika anaifua watu vibaya sana kwenye mafunzo ya karate. Mkali huyu pia alipata nafasi ya kuigiza filamu 3 baadaye baada ya kumaliza sinema ya Enter the Dragon na Melinda. Warner Brothers walimchezesha katika 3 The Hard Way, nazungumzia mwaka 1974, akiwa na akina Jimmy Brown na Fred Williamson, na Hot Potato ya mwaka 1976, na alicheza kwenye nafasi ya kumwokoa mtoto mwanadiplomasia katika misitu ya Thailand. Baada ya kumalizika kwa mkataba wake wa sinema 3 na Warner Brothers, alicheza katika sinema za Black Samurai ya mwaka 1977, Death Dimension ya mwaka 78 na Tattoo Connection ya mwaka 78. Na baada ya kuigiza katika sinema ya One Down, Two to Go ya mwaka 1982,
Kelly akawa nadra sana kuonekana katika filamu hadi alipotokea katika filamu ya Undercover Brothers ya mwaka 2002 akiwa na Eddie Griffin, na picha yake hii ilikuwa ya mwisho kwa sababu ilikuwa ni ya mwaka 2009 na izungumzia Afro Ninja akiwa kama Cleavon Washington. Mwafrika huyo aliyetamba zaidi kwenye michezo ya karate na movie za Bruce Lee aliweka historia kubwa sana, lakini picha zenye action kubwa zilikuwa zikitoka na kufurahishwa na watu wengi weusi kuwa motivated kufanya sanaa. Lakini kibaya zaidi, baada ya kumotivate watu wengi, alifariki dunia Juni 29 mwaka 2013 nyumbani kwake San Diego, California, akiwa na umri wa miaka 67 kwa ugonjwa wa kansa. Bado anabaki kuwa nyota Mwafrika mweusi ambaye amemotivate watu wengi kuweza kuigiza kwenye filamu hasa za ngumi. Filamu alizocheza katika nafasi mbalimbali nimekutajia kama utaweza kuzikumbuka, lakini pia this weekend you can go and watch kadhaa ambazo amewahi kuziigiza star huyu Jimmy Kelly. Kuna nyingine kama Take a Hard Ride ya mwaka 1975, Black Samurai ya mwaka 77, Death Dimension ya mwaka 78, Altinum ya mwaka 94, lakini pia Highway to Heaven ya mwaka 85-86 ambayo ina episode 2 ambayo aliact kama reporter. Unafahamu nini kuhusu huyo mwamba? Lakini pia unafahamu kigongo gani ambacho kilishawahi kukufurahisha kwenye uigizaji wake since way back? Hapa nazungumzia Age Go People. Gina Baltazari,